na mbwa huyo anatumia pua na harufu, na tayari askari anaonyesha madawa hayo aina ya bangi ambayo yaliyokuwa yamefichwa, ambapo mbwa ameyagundua. Basi baada ya kuweza kupata, askari anacheza naye kwa kumpa zawadi ya toi. Na huo ndo mshahara wake. Baada ya kishapata anapewa zawadi ya toi. Basi hapo zoezi limekamilika na tayari mbwa ameshapata sample. Baada ya hapo linafuata onyesho la mbwa wa ukamataji. Yes. Basi baada ya kumaliza zoezi hilo, sasa mbwa hawa wa Jeshi la Polisi Tanzania, kikosi cha mbwa Tarime Rorya, litafata zoezi la kuonyesha ukamataji. Usisahau ya kwamba tukio hili leo tukio zima la leo liko mubashara kabisa na kwenye G5 TV. Unaweza kuwapata pale YouTube, lakini pia Instagram. Unaweza ukalike pamoja na kusubscribe ili uweze kuwa mubashara. Unaweza ukaingia hapo ili uweze kuona matukio ya siku hii ya leo. Yes, ikiwa ina maana ya kwamba tukio hili la leo ndani ya wilaya yetu na mkoa wa kipolisi Tarime Rorya lipo mipaka yote, watu wote walioko sehemu mbalimbali. Upo Mtwara, upo Dar es Salaam, upo pale Moshi walikotoka wenzetu wa Super Quarter, basi unaweza kufuatilia moja kwa moja. Yes, studio mdogo mdogo namna hiyo. Endelea kupata burudani, watu wakiwa wanaendelea kutazama onyesho. Yes. This is Hendrix Sad. This is Hendrix Sad. Unatupa mdogo mdogo. Down. Yes, unatupa mdogo mdogo. Kwa mbali unatugusia namna hiyo. Yes. Sasa mbwa hawa wako kwenye doria na wakiwa kwenye doria wanasaidia askari kwa ajili ya ukamataji wa wahalifu. Zoezi hili linafanywa na askari wa kikosi cha mbwa na farasi. Yes. Huyo ndiye muhalifu mwenyewe. Namna hiyo. Mafunzo haya kwa mbwa hawa yanafanyika kila siku wakiwa wanapata training za kutosha kwa wataalamu hawa wa kikosi cha mbwa na farasi. Yes, mbwa anaonyesha utaalamu wake wa kufanya ukamataji ili kumsaidia askari aliye naye. Mbwa hawa wanafanya kazi kwa maelekezo ya hali ya juu
na ndio maana hawezi kufanya jambo lolote pasipo kupata maelekezo kutoka kwa anayemwongoza. Yes, tunaendelea kuwakumbusha kwa wale ambao wako kwenye mitandao ya kijamii kupitia upande wa YouTube pamoja na Instagram, tupo live kupitia Gitano TV. Onyesho linalofuata hivi sasa ni onyesho la farasi, na anayekuja kuelezea ni WP 15208 PC Lilian. Ndugu mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako kama unavyoona, hao ni farasi wetu ndani ya jeshi la polisi katika mkoa wetu wa Tarime Rorya. Tuna PH 170 ambaye anaitwa Imani, ni dume. Pia kuna PH 153 Huda, ni jike, na PH 168 Pendo, naye pia ni jike, wakiambatana na askari watatu. Kulingana na hali ya uwanja, farasi wetu watatuonesha maonesho matatu ambayo ni walking, ambayo walking inamaanisha ni mwendo wa kutembea taratibu kama unapotumika katika doria, lakini pia katika misafara, hasa kusindikiza VIP, yani watu mashuhuri. Kama unavyowaona hapo wanafanya walking, yani ni mwendo wa taratibu. Lakini pia mwendo huo unawasaidia kwa sababu unakuta mazingira mengine kuna mashimo, lakini pia kwenye barabara zenye kona nyingi watatumia mwendo wa walking. Lakini pia mwendo huo ni mzuri kwa sababu farasi na mpanda farasi hawachoki haraka. Ngoja niongeze. Katika mwendo wa walking wanatembea taratibu, polepole kabisa, yani ni kama mwendo wa maringo. Pia bila kusahau farasi PH
99 PC Juma, alafu PH 153 Huda anaendeshwa na askari namba J 2377 Koplo Freddy, na PH 168 Pendo anaendeshwa na askari namba J 8846 PC Alex. Kuanzia hapo watabadilisha mwendo na kwenda mwendo wa troti. Mwendo wa troti kama unavyoona mheshimiwa mgeni rasmi, askari anakuwa ananyanyuka kidogo kidogo kutoka kwenye kiti cha farasi. Yaani ni mwendo wa kukimbia ila taratibu. Mwendo huo hutumika katika doria, lakini pia katika misafara kusindikiza watu mashuhuri. Hawakimbii sana, ni mwendo wa yani kama wanapasha. Mwendo wao sio mkali sana. Farasi wetu katika jeshi la polisi wana kazi mbalimbali zikiwemo kufanya doria ambazo wanapita katika sehemu nyembamba ambazo gari au polisi za pikipiki za polisi haziwezi kupita. Lakini pia wanatumika katika maonyesho ya kitaifa, kwa mfano sherehe za uhuru na sherehe mbalimbali. Lakini pia wanafanya escort za watu mashuhuri. Ndugu mheshimiwa mgeni rasmi, mwendo unaofuata sasa ni kanta. Mwendo wa kanta ni mwendo wa kasi kidogo. Mwendo huo mpanda farasi anatakiwa abane miguu yake katika sado. Nikisema sado na maanisha kile kiti cha farasi ambacho kimeunganishwa mpaka kwenye miguu. Kwa hiyo anabana miguu yake kwa sababu mwendo ni mkali. Kama unavyoona mpanda farasi wa kwanza ameshaanza na mwenzie anafuata na mwenzie anafuata pia. Mwendo huu husaidia katika kuwahi sehemu za kazi kama kuna tukio limetokea, lakini pia kutawanya mikusanyiko mikubwa ya watu na maandamano. Kama ulivyoona mheshimiwa mgeni rasmi, na hapo wamemaliza onesho la kanta. Mwendo wa mwisho ni gallop. Huo ni mwendo wa kasi. Kama unavyomwona askari wa kwanza anavyokimbia kwa kasi, unaitwa gallop. Mwendo huu utawanya waandamanaji na watu waliokusanyika bila kibali. Watu wenye mikusanyiko isiyo halali ndio wanatumia mwendo huu katika kuwatawanya waandamanaji hao. Chapa makofi tafadhali jamani. Kuna mtu nimemsikia hapa amesema unawaona Ottoman? Bwana, hao sio watu kutoka Uturuki. Hawa ni askari wa jeshi la polisi Tanzania ambao wana mafunzo ya kuwatumia wanyama
hawa. Makofi tena jamani, tuongeze. Yes. Namna hiyo. MC namba 1, tuendelee. Asanteni sana kwa onyesho hilo la mbwa na farasi. Naona wanawarudia tena. Cheki mambo yale. Sio Jumongu jamani huyo. Twende kazi. Huyo, twende. Yes. Namuona mzee Juma pale anachapa hivi vitu, ni hatari kweli kweli. Twende. Nipe. Asante sana. Wanapiga fupi kali namna hiyo kwa kumaliza, na anakwenda kutoa heshima kwa mheshimiwa mgeni rasmi namna hiyo kwa kumuaga kwamba na huo ndio mwisho wa maonyesho haya ya mbwa na farasi. Tafadhali naomba tusimame jukwaa kuu.